Historia fupi ya marehemu Sister Maria Valentina Inyasi mwaka 1931 hadi mwaka 2026. Uzaliwa. Sister Maria Valentina Inyasi alizaliwa mwaka 1931 katika kijiji cha Lwaemukana, parokia ya Makomu, Jimbo Katoliki la Moshi. Sister akiwa ni mzaliwa wa pili kati ya watoto watatu wa familia ya mzee Inyasi Urari na mama Cecilia Ndewinio. Alipata sakramenti ya ubatizo tarehe 21 Juni mwaka 1937. Komunio ya kwanza na sakramenti ya kipaimara tarehe 25 Juni mwaka 1938. Kuingia utawa. Akiwa na hamu ya kumtumikia Mungu na kutolea maisha yake kwa Kristo, mara tu baada ya elimu ya msingi alijiunga na shirika letu la mabinti wa Maria mwaka 1958 na kuanza malezi ya kitawa katika hatua ya kukandidati hadi upostulanti huko Ndala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tarehe 8 Desemba mwaka 1963 aliingia novisiati huko Usongo. Aliweka nadhiri za kwanza tarehe 8 Desemba mwaka 1965. Kutokana na jitihada alizoonyesha katika malezi na wito wake kwa muda wote wa majaribio, alikubaliwa ombi lake la kuweka nadhiri za daima hapo tarehe 13 Julai mwaka 1975 na kutukuza jubilei ya miaka 25 tarehe 16 Julai mwaka 1990 makao makuu ya shirika Kipalapala. Pia maadhimisho ya jubilei yake ya miaka 50 yalifanyika tarehe 16 Julai mwaka 2015 hapa makao makuu Kipalapala. Elimu. Alisoma shule ya msingi Mengeni darasa la kwanza hadi la 4. Baada ya hapo alijiunga na mafunzo ya utawa. Mwaka 1973 hadi mwaka 1974 shirika lilimpatia nafasi ya kufuata kozi ya uuguzi na ukunga MCHA huko Nzega. Utume wake katika shirika na kanisa. Kutokana na karama ya shirika ambayo ni upendo na huduma, Sister Maria Valentina Inyasi alijitahidi sana kutumia vema vipaji na karama alizojaliwa na Mungu kutoa huduma mbalimbali kwa upendo mkubwa kwa jamii. Hii ni pamoja na utume wake katika konventi mbalimbali zikiwemo konventi za Sumve Konventi mwaka 1966 hadi mwaka 1967, Tabora Konventi mwaka 1968, Dawi Konventi mwaka 1969, Kipalapala makao makuu mwaka 1970, Kibara Konventi mwaka 1971 hadi mwaka 1972. Mwaka 1976 hadi mwaka 1983, baada ya kufanya vizuri katika masomo ya uuguzi, Sister alitumwa kutoa huduma za zahanati ya Kipalapala, Jimbo Katoliki Tabora. Aidha, mwaka 1986
hadi mwaka 1993 alihamia Jimbo Katoliki la Singida katika konventi ya Chemchem na kuendelea na kazi ya uuguzi, kazi ambayo aliifanya kwa weledi mkubwa sana. Mwaka 1994 hadi mwaka 1998 Sista alitoa huduma Kahama Convent kama sista mkubwa wa nyumba. Tarehe 22 Septemba mwaka 1998 alitumwa makao makuu Kipalapala kwa ajili ya mapumziko kutokana na utume aliokuwa ameufanya kwa muda mrefu wa kumtunza Sista Maria Wilhelmina ambaye alikuwa mgonjwa. Tarehe 28 Aprili 2003 hadi 2006 Sista alitumwa Usongo Convent kwa ajili ya kusaidia shughuli ndogo ndogo za nyumbani. Tarehe 12 Septemba 2006 alihamia Ipuli Convent kuendeleza utume huo wa kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani kutokana na afya yake, utume alioufanya mpaka 2014. Mwaka 2014 alihamia nyumba ya masista wazee na wagonjwa hapa makao makuu Kipalapala kwa uangalizi wa karibu kutokana na umri wake na afya pia. Akiwa nyumba ya masista wazee alisaidia kupima presha, kugawa dawa kwa wagonjwa na shughuli nyingine kulingana na mazingira yake, ugonjwa wake. Kutokana na umri wake na changamoto ya magonjwa, afya yake iliendelea kushuka polepole. Tarehe 27 Aprili 2026, siku ya Jumatatu, Sista alipata maumivu makali tumboni, akaomba kurudia nadhiri zake. Hivyo alirudia nadhiri zake mbele ya Mheshimiwa Mama Mkuu Sista Maria Sofia Shija akiwa pamoja na halmashauri ya shirika na masista waliomzunguka. Baada ya tendo hilo, Sista alipokea mpako wa wagonjwa na Ekaristi Takatifu kutoka kwa baba wa roho wa shirika, Mheshimiwa Padre Radius Rekoshora. Baada ya kupokea huduma za kiroho, uongozi wa shirika uliamua kumpeleka tena katika hospitali ya jeshi Mirambo kwa vipimo na huduma zaidi. Madaktari na wahudumu wa afya hospitalini hapo walijitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini ilipofika saa 9:40 usiku kuamkia Jumanne tarehe 28 Aprili 2026, mpendo wetu Sista Maria Valentina alimrudia muumba wake katika hali ya amani na utulivu. Apumzike kwa amani. Wanashirika wote tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Sista Maria Valentina katika shirika letu la Mabinti wa Maria. Sista Valentina, tutakukumbuka daima katika familia yetu ya Mabinti wa Maria kwa imani yako thabiti kwa Mungu, kwa moyo wa majitoleo na kujituma kwa ajili ya wengine, upendo, utaratibu na ufurahivu. Tabasamu lilikuwa machoni na mdomoni mwako. Ulijaliwa uso angavu na wenye furaha. Hata ulipopata changamoto ya afya, ulibaki daima mtu wa tabasamu.
imani na matumaini yasiyofifia kwa Mungu. Asante kwa mfano mzuri wa maisha yenye ukomavu wa kiroho na wenye matumaini makubwa kwa nchi mpya na mbingu mpya. Nakuomba utuwie radhi pale tulipokukosea. Ufikapo mbele ya Baba Mungu, uendelee kuwa mwombezi wetu, kwa kuwa wewe unayajua mahitaji yetu. Usafiri kwa amani. Kauli mbiu yake si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Shukrani. Uongozi wa shirika na wanashirika kwa ujumla, tunatoa shukrani nyingi kwa wazazi na walezi wote waliomsaidia Sister Maria Valentina kwa malezi mazuri hadi kuwa mtawa hodari akimtumikia Mungu na kanisa kupitia shirika la mabinti wa Maria. Tunawashukuru waheshimiwa mapadri wote wa Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala na wengine wote kwa kujali na kujituma kuwahudumia kiroho masista wetu wazee na wagonjwa kila mara wanapohitaji huduma zao. Tunawashukuru kwa upendo, uvumilivu na uwajibikaji usio na mipaka katika kuwasaidia masista wetu. Vile vile tunawashukuru madaktari na wahudumu wa afya hospitali ya Milambo na Kitete alipopata huduma sista wetu mara kadhaa. Shukrani nyingi kwa masista wetu wanaotoa huduma katika nyumba ya masista wazee na wagonjwa kwa huduma za upendo walizompatia sista pindi alipokuwa kati yao. Aidha, tunawashukuru mapadri wote, mashemasi, watawa wa kike na kiume, mafrateli, walelewa wote, ndugu, jamaa, marafiki, waamini na watu wote wenye mapenzi mema mliofika kumsindikiza dada yetu katika safari yake ya mwisho kwa sala na sadaka zenu. Mwenyezi Mungu awarudishie kwa ukarimu wenu. Mwisho, tunawashukuru kwa namna ya pekee kabisa Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, na Mwashamu Josephat Jackson Mdudu, Askofu Msaidizi Jimbo Kuu Katoliki Tabora, kwa kulipatia uzito tukio hili na hivyo kuungana nasi kumsindikiza dada yetu katika safari yake ya mwisho. Mwenyezi Mungu awarudishie kwa ukarimu wenu. Raha ya milele umpe Bwana. Dada yetu mpendwa apumzike kwa amani. Amen.